Na mtazamaji wa Chawamata TV, naitwa Dickson Bisare na leo tumepata ugeni wa watumishi ni madereva ambao wanafanya kazi ya usafirishaji. Ni watu ambao wametokea nchini Burundi na wamefika hapa kuweza kuzungumza na sisi tuweze kujua ni kitu gani hasa ambacho kimewafanya hadi kuweza kufika katika ofisi za Chawamata, na tunaenda kuzungumza na baadhi yao. Wapo takriban 7, ila tutaenda kuzungumza na wawili kati ya hao 7 ambao watawakilisha wenzao kuweza kutuambia ni kitu gani ambacho kimewasukuma mpaka kuweza kufika maeneo haya. Kwa majina naitwa Gahungu Frederick. Ni dereva na ni raia kutoka nchini Burundi. Kwa kifupi kilichotupata sisi, tumetoka Burundi tukiwa tumeajiriwa na tajiri ambaye ni Mrundi, ambaye kampuni yake imesajiliwa nchini Tanzania jijini Dar es Salaam. Hivyo sisi changamoto tulionao mpaka sasa, alivyotutoa Burundi tulikuja kwa lengo ya kufanya kazi. Sasa kazi yenyewe tumefanya leo, tunaeneza miaka 3. Tunaeneza miaka 3 tukiwa tumefanya kazi na kampuni ambayo imesajiliwa kwa jina la Sinomag Limited. Na mpaka sasa changamoto tulionayo ni kwamba tumefukuzwa kazi baada ya kufanya kazi na kampuni hiyo kipindi cha miaka 3. Na changamoto kubwa tulionayo kwa sasa hivi, tumefukuzwa kazi bila sababu yoyote, hatujaambiwa sababu ambayo tumefukuzwa kazi. Na kitu kingine naweza nikasema, wakati tajiri anatutoa Burundi kuja kutupa kazi Tanzania, alitupa nauli na kila kitu ili tuweze kufika Dar es Salaam kuanza kazi. Ila kinachoshangaza kwa sasa hivi tumefukuzwa baada ya miaka 3. Na tulivyofukuzwa, kitu kinatuuma zaidi, tulikuwa tuna miezi mitatu tumepelekwa Kongo. Hiyo kazi tumepata usumbufu sana miezi 3 yote. Tulivyofika hapa tunashangaa, tunaambiwa tukabidhi funguo. Tumefika wakatupeleka kwenye kambi ya jeshi fulani huko Gongo la Mboto ambako tumeenda kupaki. Tukapelekwa jeshini, tukashtuka, tunaambiwa tu toeni vitu vyenu kwenye magari, mkabidhi funguo. Basi na sisi kwa kuwa tuliona malengo yao hayakuwa mazuri na sisi, tukasema acha tufanye gisi tunavyoelekezwa, maana mtu kisha pelekwa jeshini unakuwa unaona kama usalama wako hautoshi, hakuna usalama kabisa. Hivyo sasa mpaka sasa tumekuja hapa kwenye chama hichi cha Chawamata kutoa malalamiko yetu ili serikali, tunaamini serikali ya Tanzania ni serikali ambayo ina sheria. Hapa kuna sheria kwa kweli ambayo inayohusu wafanyakazi na kazi. Maana hiyo miaka 3 tumefanya kazi, tunadai tupewe malipo yetu ya NSSF na mambo mengine yote ambayo yanayohusu wafanyakazi na kazi. Hivyo ndio maana tumekuja hapa ili tuwe malalamiko yetu, ili tuweze kupata msaada, tulipwe haki zetu zinazoendana na wafanyakazi na kazi kulingana na mujibu wa sheria, ili tuweze kurudi kwenye familia zetu na kuendelea na maisha mengine. Mlivyoambiwa kwamba msimamishe magari, mrudishe funguo, hamkuhoji kwamba chanzo cha wao kuambia kwamba mrudishe funguo wa gari ilikuwa ni nini?
Mheshimiwa mtangazaji, kwa kweli sisi kama nilivyokufahamisha, kisha pelekwa jeshini, kwanza hali ambayo tuliona ilikuwepo pale, mtu unaambiwa unasimamiwa kutoa vitu ndani ya gari, mtu huko akiwa na ameshikilia viboko na nini. Kwa kweli hapo nadhani hata wewe kuna mambo mengine inabidi ujihadhari nayo, lazima uwe mpole, uwe mtaratibu. Ndio maana sisi tulivyoambiwa tulifuata, ilikuwa ni kufuata maelekezo, hakuna kitu kingine. Na aliyowaambia hivyo alikuwa ni nani na alikuwa wapi jana hiyo? Jana hiyo ina maana msimamizi wa kampuni inaonekana alitoa maagizo kwa wale wanajeshi pale kwamba mfanye hivi, mfanye hivi, mfanye hivi. Na yeye alikuwepo pale. Ina maana yeye alitoa maagizo, askari ndio alikuwa anatuambia bwana, toa vitu vyako kwenye gari vyote, kabidhi funguo. Basi ikawa hivyo. Na mlivyokuwa mnakabidhisha funguo, hakuna kingine ambacho kilikuwa kinaendelea hapo, akiwepo wewe aliwaambia kwamba peleka magari pale? Hamna kingine kinachoendelea. Hamna yeyote aliyechapwa? Hamna kabisa. Ina maana tulijihadhari, tulikuwa wapoli kwa sababu tulikuwa tumeshaona kwamba hali sio nzuri. Madai yenu ambayo mlikuwa mnayadai, je, mliyapata pale au ilikuwaje? Madai ambayo tulikuwa tunayadai, baadhi ambao walikuwa wana mishahara walilipwa, lakini kwa sasa hivi sisi madai yetu ni madai ambayo tunayodai kulingana na fidia ambazo mfanyakazi anapashwa kulipa wakati amefanyia kazi kampuni, kama muda ambao tumefanyia kazi kampuni hii. Wako sasa ni upi kwa uongozi, lakini pia serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kushirikiana na serikali ya Burundi, nawaambiaje kuhusu hili changamoto ambayo imewapata mkiwa nchini Tanzania? Kwa kweli kwa ushauri wetu naweza nikasema kwamba sisi tunachokiomba kama madereva wa maroli, changamoto tunazokutana nazo katika kazi zetu ni nyingi sana mno, mpaka wakati hasa madereva ambao tunaoenda Kongo, wanaoenda Kongo, kwa kweli na wapeni pole, na mimi nikiwemo. Maana hata kuchinjwa ni mambo ambayo yanaonekana mara nyingi live, watu madereva wanachinjwa, wanaliwa nyama kwa sababu ya mizigo ambayo yani changamoto tulizonazo ni nyingi. Alafu kinachotuuma ni kwamba mara nyingi huaga hujitokeza muonekano wa kuwa madereva hatusamanishwi, hatuna thamani mbele ya waajiri wetu. Hicho ndio kitu kinatuuma. Yani tunafanya kazi, tunafanyishwa kazi kinyume na sheria, sijui, ni mambo ambayo hayaelezeki kwa kweli. Pole sana. Asante. Na mtazamaji, tupo bado tunaendelea kupata maoni. Naenda kuzungumza na dereva mwingine ambaye pia yupo miongoni mwa hawa 7 ambao wamefika hapa kuweza kutuambia ni kero gani ambayo imewapelekea wao mpaka kuweza kufika hapa. Naam, habari ya saizi ndugu yangu, na pole sana kwa changamoto ambayo imewapata. Wewe utajitambulisha pia majina yako, tuambie kwa upande wako hili ambalo limewakuta unalizungumziaje? Mimi naitwa Niomungere Justini. Mimi ni dereva kutoka wilaya kutoka Burundi. Mimi nimetumikia kama mwenzangu alivyosema Frederick hapa, mimi tulikuwa tunafanya kazi wote hapa. Mimi tulitumia kwenye kampuni inaitwa Senomagi Limited. Sasa kilichotukumba hapa, tumefukuzwa ghafla kwa sababu sisi tulitoka safari kutoka Kongo, tukafika hapa Dar es Salaam, tukashusha mzigo, tukashusha na container, tukaambiwa tupeleke gari yadi ya wanajeshi Gongo la Moto pale Ngome. Tulipomaliza kupaki magari, tukaambiwa kesho kuna mkutano. Sisi hiyo asubuhi tukahudhuria pale, akaja mwanasheria, tuliambiwa ni mwanasheria wa Senomagi Limited na kiongozi wa kampuni na mwingine ambao wanafanya kazi ofisini. Wakatuambia hivi, mtu ambaye anadai madai yake kama mshahara, tunataka, aliyesema hivyo ni mwanasheria, tunataka alete funguo, alete dokumenti, tunampa hela yake. Sisi tukafanya hivyo. Kuna baadhi ya madereva tulikuwa tuna baadhi ya dokumenti,
tukaleta dokumenti, tukawakabidhi na funguo. Lakini akaja mwanajeshi mwingine akasema, kama una vitu vyako kwenye gari, shusha vitu vyako, funguo kabidhi. Sisi tukatekeleza hayo, tukatoa vitu vyetu, ndio tukatoka hapo. Sisi ndo kama kuja hapo. Kwa upande wako sasa, mpaka hili lifikie kwamba mpeleke gari pale, haukutaka kuhoji ni kwa nini nipeleke gari pale? Haukutaka kuhoji kujua kwamba shida ilikuwa ni nini mpaka niambiwe paki gari nipe funguo? Hatujahoji chochote. Kwa sababu pale tulikuwa tumepelekwa jeshini, pale jeshini huwezi kulicha chochote. Kwa sababu tuliuliza kwa nini tunatoa funguo, akasema ni amri ya bosi, akasema tutoe funguo. Masuala ya afya bosi alikuwa anawazingatia mkiwa safarini? Posho alikuwa anatoa mkiwa safarini? Posho kuna hela tuliomba tukaongezewa tukiwa kule, lakini kuhusu afya tuliugua, tuko kule hatujatibishwa, na tena huku tulifika huku tukawa tunadai hela ambayo tulitibiwa kule, hajatusaidia chochote. Mpaka umerudi hapa saizi pia hamjapata chochote? Hatujapata chochote. Kuna baadhi ya madereva hapa wanaumwa, hajatibisha chochote kabisa. Ndugu yangu, ushauri wako ni upi sasa kwa madereva, lakini pia kwa uongozi, maana serikali ya Tanzania lakini pia serikali ya Burundi, unawaambiaje kuhusu hii adha ambayo mnaipitia nyinyi maafisa usafirishaji, kwa maana madereva? Yaani kama maafisa wa usafirishaji, sisi kweli madereva tunapata changamoto sana barabarani, kwa sababu kienda safarini ukipata changamoto kule huwezi kupiga simu tena ofisini, hauwezi kusaidia chochote. Na tena tunaomba kama serikali ya Tanzania ikipata taarifa kama hii watusaidie, kwa sababu sisi tulitoka Burundi tukaja kuajiliwa hapa, wakatuambia watatupa CF kama watatutibisha, lakini kama hiyo tumeanza sasa hivi tuna miaka 3 hatujafanya chochote, na tena ndio tumefukuzwa kama hivi hapa. Neno lako sasa la mwisho la upendeleo zaidi? Upendeleo wangu hapa si kama, yani na shauri mabosi, si madereva wasituone kama takataka, watuone kama wafanyakazi wengine. Sasa si tunaomba kama madai yetu, kama tunakuwa tunadai madai yetu, tunaomba kama wao wanatusaidia, kwa sababu mtu akiwa anafanya kazi kwako, inatakiwa sasa umuangalie na yeye, anakuwa na familia, anakuwa na watu wako nyuma yake, anambaya anasaidia, wanataka wao wanatuangalia kabisa. Poleni sana. Asante. Kwa niaba ya wote pia poleni kwa wote kwa ujumla. Asante.